ubatizo ndio nataka kuongelelea juu yake. Juu ubatizo inakuanga kitu cha muhimu, na ubatizo inaenda sambamba na kuokoka. Mwadhani ya gozo, kuokoka na ubatizo huanga inaenda pamoja. Na wakati naongelea juu ya baptism, kuna two types. Kuna ubatizo mara mbili. Mimi nafurahia neno na watu kila pahali, na kuna wakati tulikuwa tunaongea juu ya neno, nikaongea juu ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Wenye tulikuwa tunaongea na wao wakasema hakuna kitu kama hiyo. Sisi tunajua ubatizo, hiyo ubatizo ingine ni ya maji. Sasa ubatizo wa Roho Mtakatifu akasema hiyo hata kwa Biblia sijawahi sikia. Mwadhani ya gozo. Nikamwambia ebu tusome katika Biblia. Naomba Pastor Monica haraka utusomee Act 1:5. Matendo ya Mitume 1:5. Hata kama sitaki kuongelelea juu ya hiyo Holy Spirit baptism. Amen. Act 1, chapter 1, verse 5. Bwana asifiwe. Tunasoma Matendo ya Mitume chapter 1 verses 5, inasema hivi: Yohana aliwabatiza kwa maji, lakini baada ya siku chache mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Amen, amen, amen. Sasa na hiyo ubatizo ingine ni ubatizo wa maji. Sasa nataka tuongelelee ubatizo wa maji. Hiyo ya Holy Spirit ni sermon ya siku nyingine, lakini leo nataka tuongelelee juu ya ubatizo wa maji. Na tunaposema ubatizo wa maji ni maji mingi. Bwana Yesu asifiwe. Ni maji water, ni maji mingi. Isipokuwa kuna sijui naweza ita religious baptism, lakini sitaki kuingia kwa hiyo sana. Juu kuna ubatizo wa maji kidogo, hata kuna wengine wakipita chini ya bendera wamebatizwa, lakini sitaki kuingia sana kwa hiyo. Mimi nataka kugusia yenye iko katika Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Juu hili neno ndilo linalotupea mwongozo. Mwadhani ya gozo. Mimi nataka kuongelelea kuhusu ubatizo wa maji mingi. Ubatizo wa maji mingi ambao mtumishi wa Mungu Elijah alikuwa anawabatiza watu huko kwa jangwa. Na kitu kinachonifurahisha kwa huyu mtumishi wa Mungu, yeye alikuwa anakaa kwa jangwa huko kwa nyika huko. Watu walikuwa wanakuja wanampata huko. Bwana Yesu asifiwe. Sio yeye alikuwa anaenda kuwatafuta, ni wao wenyewe walikuwa wanaenda huko, wanampata, wanabatizwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio walikuwa wanaenda huko, wanampata, wanabatizwa, na akiandaa njia za Yesu Kristo kuja. Mwadhani ya gozo. Kwa hivyo mimi nataka kuongelelea ubatizo wa maji mingi, juu uwanga unaenda sambamba na ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuwa tukisoma sana kuhusu ufalme, na ukisikia neno likikaa kujirudia liko na maana na tafakari. Ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tusome sasa. Ikifika mtu kubatizwa, lazima mtu awe ameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kubatizwa na ubatizo wa maji mingi kama haujaokoka. Lazima kwanza unamkiri Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, halafu unabatizwa. Kama umebatizwa na haujaokoka, hiyo ilikuwa kuogelea, just swimming. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengi, kuna wakati tulikuwa hii festive season hii ya December, kuna pale tulikuwa tunaongea. Sasa dada mwingine akasema ni huko Nairobi, unajua uwanga wanakuwa na kibirika pool yenye uwanga wanabatizwa, sio kwa mto. Hiyo swimming pool hiyo. Sasa alikuwa anasema
yeye kila ubatizo, watu wakibatizwa, yeye lazima andamane na wao, na hajaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo tu nimesema, ndivyo nilimwambia, you were just hiyo ni kuogelea. Bwana Yesu asifiwe. Juu wakati umebatizwa lazima uwe umeokoka. Bwana Yesu, lazima uwe umezaliwa mara ya pili. Kama huyu Nicodemus alipoenda kwa Yesu usiku, alikuwa Mfarisayo. Mafarisayo walikuwa wanafiki sana, walikuwa wanajua Yesu ni mwana wa Mungu, lakini hawakuwa wanakubali. Lakini huyu Nicodemus ananifurahisha juu alikuwa na Wayahudi. Kwanza Wayahudi walikuwa wanaogopa sana, watu walikuwa wanaogopa Wayahudi hawa, viongozi wa Wayahudi, juu akijua unafuata mambo ya Yesu wanakukataza kuenda kwa synagogue. Mwandani ya Roho kurogami unasimamishwa, sasa unamfuata huyu Mesia. Yaani walikuwa kabisa wanakatana na Yesu. Hata siku ya leo huko Israeli kuna religious inaitwa Judaism. Wao mambo ya Yesu wanasema bado hajaingia, hajakuja. Lakini huyu Nicodemus alikuwa anajua. Sasa akaona ili kuepuka mambo mingi, akaenda kwa Yesu usiku. Bwana Yesu asifiwe. Na nataka tusome hiyo katika John 3, Yohana 3 kuanzia 3 mpaka 5. Hebu tusome hapo. Amen. Tunasoma kitabu cha Yohana 3 mstari kuanzia mstari wa 3 mpaka 5. Inasema hivi. Yesu akamjibu, amin amin nakwambia, hakuna mtu anayeweza kuuona ufalme wa Mungu kama hajazaliwa mara ya pili. Amen. 4. Nikodemo akauliza, awezaje mtu kuzaliwa wakati akiwa mzee? Hakika hawezi kuingia mara ya pili kwenye tumbo la mama yake ili azaliwe. Yesu akamwambia, amin amin nakwambia, hakuna mtu yeyote anayeweza kuingia ufalme wa Mungu kama hajazaliwa kwa maji na kwa Roho. Amen, amen, amen. Kwa hivyo kama mtu ameokoka, hiyo ndio lazima uwe umezaliwa mara ya pili. Juu tunamuiga Kristo. Sisi ni wa Kristo. Sisi huanga tunamuiga Kristo. Na vile tunamuiga Kristo, Kristo alibatizwa katika mto Yordani. Bwana Yesu asifiwe. Alibatizwa na huyu Yohana katika huo mto wa Yordani. Na alipotoka kwa maji, neno la Mungu linasema kuingizwa kwa maji, halafu kutoka, Roho Mtakatifu akaja juu yake akiwa anafanana kama jiwa. Mwadhani ya goso. Actually Roho Mtakatifu hakuangi kama jiwa, lakini kuna wakati level alikuwa anatufunza katika ushirika symbols, yani kufananisha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa jiwa alikuja akiwa kama Roho Mtakatifu alikuja akiwa kama jiwa. Mwadhani ya goso. Lakini Roho Mtakatifu sio jiwa, sio dutu. Amen. Amen. Sasa Yesu alipotoka chini ya maji, na nataka tusome hiyo ya yenye alibatizwa kutoka, ili tujue hili neno huanga lina nini, ubatizo wa maji mingi. Na nataka tusome John Mathayo 3:16. Venye alitubukizwa kwa maji na akatoka. Mathayo 3:16. Tunasoma katika kitabu cha Mathayo 3 mstari wa 16. Inasema hivi. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara alipotoka ndani ya maji, ghafla mbingu zikafunguka, akamuona Roho wa Mungu akishuka kama hua
na kutulia juu yake. Amen, amen. Tufikishe hapo. Hii ni ushuhuda ya kuwa ubatizo ya maji mingi ndio ubatizo ambao Yesu alibatizwa. Bwana Yesu asifiwe. Na huo ubatizo wa maji mingi unanifurahisha sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati unajua kuna wakati sasa nitasemaje? Makanisa ilikuwa hii kanisa, hebu tuniseme tu ya mtaratara tu hivyo. Kanisa ya roho hazikuwa. Sasa kuna wakati kanisa za roho zikaingia. Sasa nasema kwa kijiji yetu. Sasa walikuwa wanabatiza watu kwa maji mingi, yenye watu wengi hawakuwa wameona. Walikuwa wamezoea hii nyingine, hawakuwa wameona. Sasa kwa hiyo maji mingi, wakati wamepanga hiyo ubatizo, watu wengi walikuwa kwa mto. Mwadhani ya goso. Watu wengi walikuwa wanakaa huko kwa mto huko kando. Waone vile hiyo ubatizo inaendelea. Juu walikuwa wanaona kama ni jambo mgeni sana. Bwana Yesu asifiwe. Watu walikuwa wanakaa kando, wanaangalia, wanashuhudia, wanakuwa mashahidi. Na hiyo jambo ilinifurahisha sana. Nilikuwa napenda sana. Juu walikuwa na sifu, walikuwa wanapiga darama na njia juu sana. Mwadhani ya goso. Walikuwa na furaha ingine ambayo ilikuwa si furaha ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Na wenye walikuwa wanafanya hivyo, watu wengi walikuwa na siku ya leo namshukuru Mungu juu niliokoka na nikabatizwa huo ubatizo wa maji mingi katika mto Daruru. Amen. Hiyo inanifanya nifurahi. Ni lazima tuwe tunafurahia hata vipawa za kiroho. Sio ati kufurahia gari, mashamba nini, hata vipawa za kiroho. Hiyo nilikuwa nikiwaona hivyo, nilikuwa natamani sana. Bwana Yesu asifiwe. Na huo ubatizo ulikuwa unafanywa wakati maji iko mingi, wakati mto umefurika. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mto umefurika furifuri. Najua hiyo Kiswahili ni sanifu hiyo. Wakati mto umefurika. Sasa sisi watu wa kawaida tulikuwa tunashindwa. Sasa wanaingia kwa maji ndio imejaa. Na unajua wakati maji iko mingi kwa mto watu wanaogopa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi nilikuwa unajua hata kama hujaokoka na bado unajua neno kidogo hivi, unajua roho wa Mungu anakuja kukupea revelation kidogo ukiokoka. Mimi nilikuwa natafakari naona nilikuwa napenda sana kusoma Biblia. Nilikuwa nikakumbuka bahari Joshua. Mama John asante ulitusomea Joshua asubuhi. Joshua chapter 1. Mungu alimwambia Joshua, mtumishi wangu Musa amekufa. Mwadhani ya goso. Neno la Mungu halikuagi na kubebeleza. Kama vile Pastor Jenga anatuambia, neno la Mungu halibebelezi. Mungu alikuja na hiyo breaking news. Mungu hakushida akimwambia mtumishi wangu Musa tulienda naye kwa mlima nini. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alimwambia my servant Moses is dead. Na sasa wewe ndio utachukua hawa wana wa Israeli mvuke nchi ile nyingine ya Kanani. Mwadhani ya goso. Ndipo sasa tulikuwa tunasomewa asubuhi, ukuwe na nguvu, be courageous yoyote. Sasa walipokuwa wanavuka mto, makuhani walikuwa wamebeba sanduku la agano. Venye walikanyanga tu maji hivyo, mto ukasimama. Mwadhani ya goso. Sasa mimi hiyo wakati nilikuwa nafikiria hiyo neno. Sasa hawa wanabatiza, hawezi sobwa na maji. Jue venye wameingia kwa maji, hiyo maji tayari imesimama. Katika jina la Yesu. Mwadhani ya goso. Hata kama tunaona kama inakuja sana, ikifika hapo, venye kuna makuhani hapo, venye wamebeba presence ya Mungu ndani yao. Juu siku hizi presence na kuanga ndani yetu.
haikuangi katika sanduku la agano. Sasa hilo neno nilikuwa na tafakari hiyo wakati hao watu wanabatizwa kukiwa na hiyo maji mingi. Mwathani agoso. Na inakuanga ni ubatizo mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na kitabu hatutashinda sana tukisoma. Katika kitabu cha Waibrania 12:2 tunakuanga mashahidi. Mwathani agoso. Tunakuanga mashahidi. Sasa venye watu wanakuwa mashahidi, ama tusomee tu juu ni hapo tu 2. Tutaenda tukipunguza kidogo. Waibrania 12:2. Na sijui kama hakuna ubatizo. Amen. Tusome. Tunasoma katika kitabu cha Waibrania Hebrews 12:2. Inasema hivi: basi na tumtazame sana Yesu, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu, yeye ambaye kwa ajili anzia 1. Soma moja inasema hivi. Kwa sababu hii, kwa kuwa tumezungukwa na wingu kubwa. Hapo ndio nilikuwa nataka. Wingu kubwa namna hii la mashahidi, basi na tuweke kando kila kitu kinachotuzuia na ile dhambi inayotuzinga kwa urahisi. Nasi tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa kwa ajili yetu. Amen. Nilikuwa nataka hapo. Sisi ni mashahidi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati watu wanga wanabatizwa kwa maji, wakati watu wanga wanabatizwa na hii ubatizo tunasema ya maji mingi, kuna mambo inafanyika kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa kukiwa na mashahidi wengi juu wanakuanga wengi wakati wa ubatizo. Wao wanaona tu ni kuingia kwa maji na kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna mambo huanga inafanyika ndani ya roho ya mtu anapobatizwa. Mwathani agoso. Na ubatizo kuna mambo unaleta katika maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Number 1, ubatizo unaleta transformation. Ubatizo unageuza. Mwathani agoso. Ubatizo unageuza. Wakati watu wanapobatizwa kuna mambo inafanyika katika dunia ya kiroho. Mwathani agoso. Na wakati mtu amesoma neno, tunasomanga katika inakuanga Romans 10. Faith comes by hearing. Hiyo unaposikia hilo neno, halafu unalikubali, linakubadilisha, unaokoka, halafu unafanywa ubatizo. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo hatutashinda tukisoma. Lakini nataka kuna jamaa mmoja alikuwa anaitwa Ethiopian eunuch. Hiyo mambo inakuanga katika kitabu cha Acts. Hiyo tutasoma. Alikuwa anasoma kitabu cha Isaia, kilikuwa kimeandikwa na Isaia. Sasa alikuwa anasoma na hana ufunuo. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa ametoka huko Jerusalem kwa worship. Sasa alikuwa anasoma. Mtumishi wa Mungu Filipu ambaye alikuwa disciple wa Yesu. Filipu alikuwa disciple wa Yesu. Maana juu Yesu alipopaa, sasa wanafunzi wake aliwaambia waende wakatangaza injili. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Filipu, roho wa Mungu akamwambia, hebu karibia yule mtu. Mwathani agoso. Juu roho wa Mungu wanga ananena. Roho wa Mungu aliona huyu jamaa akona kiu sana ya kujua neno, lakini hawezi jua juu anasoma kwa mwili. Bwana Yesu asifiwe.
anasoma kwa mwili tu, lakini Roho wa Mungu akamwelekeza Philip, hebu enda kwa yule mtu mwenye amepanda katika ile gari, umwelezee vile hilo neno linasema. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo jamaa, ukisoma neno la Mungu ananifurahisha sana. Juu ni mtu amesoma. Alikuwa mtu amesoma. Ukisoma katika kitabu cha Mitume, Matendo ya Mitume, yeye ndiye alikuwa anafanya katika ufalme wa mama. Alikuwa anafanya, hebu tusomewe ili tuelewane. Act 8. Alikuwa anafanya kazi katika ufalme wa mama. Bwana Yesu, 8:35 to 37. Hiyo ya ubatizo. Nataka kwanza hiyo. Ama kwanza nieleze. Huyu jamaa alikuwa anafanya kazi katika ufalme wa mama. Hata wa mama Mungu anawabariki na ufalme. Huyo mama alisijua alikuwa anaitwa Kadeke, kitu kama hiyo tutaona katika Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Hata wamama wanakuanga wafalme na wanaongoza vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Na sijui ni nchi gani katika Afrika, sijui ni Liberia, ilikuwa inaongozwa na mama. Kuna mama alikuwa president. Mama mwenye alikuwa anaitwa Ellen Johnson. Liberia, asante. Wamama wanaweza fanya. Wamama wanaweza fanya katika jina la Yesu. Na wamama tutainuka katika hii kanisa. Amen. Juu huyo jamaa alikuwa anamfanyia alikuwa kama accountant. Neno la Biblia ya Kikuyu inasema umithio. Umithio si ni faida. Yeye ndiye alikuwa anamfanyia mahesabu, alikuwa kama ashikuwa ameenda. Alikuwa ni mtu alikuwa amesoma. Na hiyo inanifurahisha sana kuona hata watu wamesoma wanatamani neno, wanatamani kumjua Mungu. Unajua ukiongea na watu wa dunia, wanaona kama wenye wanamtamani Mungu sana ni watu ambao wako chini. Lakini Mungu anafaa kujulikana na kila mmoja. Kama umefanya PhD, kama we ni nani. Sasa huyu jamaa ananifurahisha sana. Juu alikuwa na kiu ya kujua neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati Filipo aliona hilo gari, Roho Mtakatifu akamwelekeza. Akaenda kwake, akamuuliza, na neno unalosoma unaelewa kweli? Mwadhani ya woso. Na akamuuliza, sasa naweza elewa aje kama sijaelezewa? Vile Romans 10. Nini 10? Hapo. Faith comes hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Roho wa Mungu akamwelekeza Filipo. Sasa nataka tusome hapa kwa ubatizo. Kwenye alisema maji ndio hii, ubatizo nibatizwe. Haya, Matendo ya Mitume 8:35. Matendo ya Mitume 8:35 to 37. Yeah. Inasema hivi. Ndipo Filipo akaanza kutumia fungu lile la maandiko. Akamweleza habari njema za Yesu. Walipokuwa wakiendelea na safari, wakafika mahali palikuwa na maji. Yule towashi akamuuliza Filipo, tazama, hapa kuna maji. Kitu gani kitanizuia nisibatizwe? Amen. Filipo akamwambia, kama ukiamini kwa moyo wako wote, unaweza kubatizwa. Akajibu, naamini kuwa Yesu ni Kristo na ni mwana wa Mungu. Amen. Huyo jamaa alikuja kubatizwa hivyo katika jina la Yesu. Number 2, baptism inaleta deliverance. Ubatizo unaleta kukombolewa. Amen. Ubatizo unaleta kukombolewa katika jina la Yesu. Watu wanapobatizwa, kuna wenye wakitoka kwa maji huanga
Na unaona wakati watu wanabatizwa, wakati Yesu alipokuwa msalabani, kuna askari alimdunga kwa bavu zake, akatoka maji na damu. Bwana Yesu asifiwe. Maji damu ni ya msamaha wa dhambi, nayo maji ni ya utakaso. Bwana Yesu asifiwe. Maji ni ya utakaso. Hata kuna wimbo tunaimba, kame ya Immanueli mwene naoe yama ike mathiragage. Amen. Bwana Yesu awabariki. Sasa wakati uko katika huo mto, maji yaliyotoka katika bavu za Yesu inakutakasa. Mwadhani ya goso. Na wakati watu sana wakati watu wengi wanabatizwa wakitoka chini ya maji, kuna wenye wanakuja na mambo ingine mpya. Mwingine anaanza kunena kwa lugha, mwingine yani watu wanapata nguvu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna hata wenye wanapata nguvu katika ministry. Mwadhani ya goso. Hiyo kutoka kwa maji huanga inakuja na mambo mingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Juu ya hiyo ubatizo. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati wa kanisa la mitume, neno la Mungu linasema kanisa litazidi na kukua. Mwadhani ya goso. Juu wakati wa mitume sio hapo tuko, tunazidi na kukua. Kanisa la Bwana linazidi na kukua na kukua na kukua. Na nafurahia katika kitabu cha Yoeli 3:29 hapo. Siku za mwisho Roho Mtakatifu atamwagiwa atakuwa juu ya kila mmoja. Mwadhani ya goso. Roho Mtakatifu atakuwa juu ya kila mmoja. Na chenye kinanifurahisha, mpaka Yesu alibatizwa akiwa na miaka 30. Mwadhani ya goso. Alibatizwa akiwa na miaka 30. Akaanza ministry hiyo miaka, akafanya miaka 3.5 hivi, akamaliza kazi yake duniani. Lakini venye kanisa linaenda likikua, mwadhani ya goso, watoto sasa wanabatizwa wakiwa 13, 14 hivyo. Ndivyo naonanga 13, 14. Kwa hivyo kanisa venye linazidi na kukua, hata wao teens wanaweza kuendeleza neno. Mwadhani ya goso. Juu wamepata nguvu mpya kutoka kwa ubatizo. Hata kuna makanisa ingine kuna kuanga na service ya watoto. Mwadhani ya goso. Kuanzia intercessory yote, neno, unaona katoto kanapeana neno hivyo. Juu neno la kanisa linazidi na kukua. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ingine ya ubatizo, mtu anapata cheti. Mtu anapata certificate. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaonanga kama certificate. Nashukuru Mungu juu mimi yangu niko nayo, Reverend. Mimi yangu niko nayo. Watu wanaonanga kama baptism certificate kama si ya maana. Kuna mama mwingine rafiki yetu ni kapo wanahubiri huko Europe. Wakati walipoenda huko kutafuta visa, walipita kila yani chochote kilichokuwa kinatakikana walikuwa nacho. Lakini wakaulizwa baptism certificate, cheti cha ubatizo. Wakaulizwa, hawakuwa nayo. Sasa iliwabidi waende huko kwao ushago, walibatizwa kitambo. Sasa iliwabidi waiende huko. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ni mzuri. Juu tuko katika huu ulimwengu, lazima hata tukibatizwa kwa maji lazima tunapewa certificate. Juu serikali huwa inafanya kazi na kanisa. Kanisa na serikali huanga zinafanya kazi pamoja.
Bwana Yesu asifiwe. Hata Yesu alisema kuna wakati Yesu alitua mikononi mwake shilingi. Akauliza wanafunzi wake, hii mfano iko hapa, kwa hii ni ya nani? Akamwambia ni Kaisari. Na Yesu akamwambia Kaisari apewe chenye kilicho chake, naye Mungu apewe chenye kilicho. Hata tukibatizwa, tunazaliwa tena, tunakuwa na tunaokoka. Hiyo ni mambo ya kiroho na ni mzuri. Lakini serikali ikitaka certificate, tutafanya aje? Lazima tutatoa. Huwezi kwenda huko kwa hizo maofisi useme mimi nimeokoka, mimi nimebatizwa, nilibatizwa na Reverend Boro, nimebatizwa Mtodarugo. Hiyo haitaeleweka, wapendwa. Mwadhani ya goso. Toa cheti. Na ndio maana Reverend huanga sana anatuambia mambo ya cheti, marriage certificate. Bwana Yesu asifiwe. Cheti. Juu tuko katika hii dunia, lazima tuende venye dunia inaenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Hiyo mambo hiyo mambo ya ubatizo nilikuwa naona venye kanisa inazidi kukua. Venye kanisa inazidi kukua, watoto wanabatizwa nini. Hii ubatizo wa Biblia, Bwana Yesu asifiwe, itakuja kukubatiwa na kila mtu. Mwadhani ya goso. Haitegemei wewe ni kutoka wapi, wewe ni wa dini gani, ubatizo Yesu alibatizwa utakuja kukubatiwa na kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Juu venye unaona venye tunavyoendelea, kuna wakati kanisa ilikuwa moja. Martin Luther King akaja akaona haiendi vizuri. Hivyo wakati dunia itakuwa ikikaribia, kila mtu atakuwa amekubatia wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu atakuwa amekubatia ubatizo katika jina la Yesu, ubatizo wa maji mingi. Kila mtu atakuwa amekubatia Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Juu hizo vitu zinaenda zinaitwarana hand in hand na ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Venye tunaenda, masiku yanaenda, venye tunaruka miaka, venye tunaenda, hiyo itakuja kukubatiwa na kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Na hii mambo ya ubatizo huanga inanifurahisha sana. Ubatizo, sijui kama nyinyi mnafurahia. Bwana Yesu asifiwe. Juu mambo ya ubatizo ni mambo ambayo tuliachiwa na Yesu Kristo. Tuwe tunatenda, tuwe tunafanya, na juu tunamuiga Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuwe tunafuata mienendo yake. Juu hata tunaitwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wanafunzi wa Yesu huko Antioch, wenye watu ambao hawakuwa wanawajua, wakasema hawa wanafanana na Kristo. Kuna mtu anaweza kunitolea ushuhuda, yeye ni mwenye hanijui? Bwana Yesu asifiwe. Mwenye hanijui aseme huyo mama anafanana na Kristo. Sasa hao wanafunzi walitolewa ushuhuda na watu wenye hata hawakuwa wanamjua Yesu. By the way, juu Yesu alikuwa ameshasulubiwa, amefufuka, amepaa huko. Sasa walipotumwa huko kazi ya ministry huko, wenye walipata huko
ndio waliwaitanisha na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo inatupea nguvu ya kufanya venye Yesu alifanya, venye neno la Mungu linasema, katika jina la Yesu. Amen. Mimi nitawaachia hapo mapema. Amen, amen, amen. Mungu awabariki sana na azidishie. Amen, 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 amen.